Kwa majina naitwa Firdaus Ali Mohamed, ni mkazi wa mkoa wa Ruvuma. Kwa sasa nipo wilayani Mpitimbi. Na pia napenda kushukuru, nimefika hapa hospitali ya wilaya ambayo kwa sasa iko Mpitimbi, nimekuja kutibiwa. Lakini tangu nimefika hapa naona matibabu ni mazuri sana. Nashukuru serikali kwa kutuwezesha kituo cha afya kwa sasa. Lakini namshukuru Mungu, waganga wako vizuri na wanatutibu vizuri na mazingira yako vizuri sana. Maana tulikuwa tuna changamoto kubwa ya afya kiujumla na hospitali kutokana zilikopo mbali sana. Lakini kwa sasa tunashukuru serikali pamoja na viongozi wake kwa kutuwezesha vituo vizima vya afya. Lakini mpaka sasa tuna waganga wako wengi sana na wanatutibu vizuri na wanatupokea vizuri. Lakini swala lazima kuhusu matibabu ni matibabu ambayo yako simple sana, yani ni bei yake ni rahisi sana, kwa sababu binadamu hawezi kuishi bila afya. Kwa hiyo anapopata changamoto ya afya lazima aende moja kwa moja hospitali. Anapofika hospitali lazima anapitia changamoto nyingi sana, anaogopa, je, hapa nikifika hospitali nitapata wapi pesa? Lakini tunashukuru viongozi wamekaa vizuri, serikali, na kutuwezesha vituo vizima vya afya. Mpaka sasa tuna waganga ni wengi sana. Na pia tunapongeza serikali kuzidi kutuboreshia katika hospitali yetu ya wilaya. Robert Zakaria Mbonda, nimetokea na Matunda. Huduma zake ni nzuri sana kwa wazee, hata wanasema kwa wote. Ila changamoto iko tu kidogo, wauguzi tunao kidogo. Kama ingekuwa na uwezekano ngala kutuongezea kidogo, maana inaonekana huyu kutoka kuingia kule. Na wagonjwa sasa wanachukua muda mrefu sana kufanya nini? Kusubiriana. Kwanza toka maabara au kwenye mapokezi hali sio mbaya. Sehemu zote ni safi kabisa. Hata kwa daktari anayechunguza homa yenyewe kiundani zaidi anajitahidi sana, hamna kikwazo chochote kile. Jina naitwa Dr. Geoffrey Kihaule, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Songea. Leo tupo katika kijiji cha Mpitimbi B katika kata ya Mpitimbi. Hapa ni hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya ya Songea ambayo ilianza kujengwa bajeti ya mwaka 2018-19 na kuanza kutoa huduma 2021. Tunapenda kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 3 ambazo zimeshatolewa kwa ajili ya ujenzi na ukamilishaji wa hospitali hii. Hospitali hii imekuwa ni muhimu sana kwa ajili ya kusaidia wananchi ambao walikuwa wanapata huduma za kitibabu ambazo ni kubwa zaidi katika hospitali za nje ya halmashauri, kwa maana ya hospitali ya mkoa wetu wa Ruvuma iliyopo mjini Songea, lakini pia hospitali ya Watawa Benediktini iliyopo Peramiho. Hii imewapunguzia sana wananchi na kuwaokolea gharama zao kubwa ambazo walikuwa wanatumia kwenda katika hospitali hii ya Mission ambayo ni private, ambayo ilikuwa inachaji gharama kubwa zaidi ukilinganisha na gharama ambazo zinachajiwa katika hospitali hii. Hospitali hii kwa sasa inatoa huduma zote, zikiwa huduma za wagonjwa wa nje, huduma za upasuaji wa dharura, huduma za kulazwa wagonjwa, huduma za maabara, huduma za meno na huduma nyinginezo zote ambazo zinatakiwa kupatikana katika hospitali hii. Na leo tumepita kuona na tunazidi kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kumshukuru kwa namna ya pekee mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuleta vifaa tiba vingi, kuleta mitambo mingi. Kila sehemu ambayo mtambo unatakiwa kuwepo ipo. Tumepita kliniki ya meno, tumeona vifaa vikubwa vya meno kwa ajili ya kutolea meno na kufanyia uchunguzi wa magonjwa yote ya kinywa. Lakini tumeona kuna x-ray nzuri kubwa ya kisasa ambayo inatoa huduma kwa wananchi wanaohitaji uchunguzi kwa kutumia mionzi, yani x-ray. Hiyo ni huduma ambayo imekuwa mwokozi kwa sasa, kwani huduma hii kwa zamani ilikuwa inapatikana Peramiho hospitali ambapo ni mbali kidogo kutoka hapa na hospitali ya mkoa. Lakini pia imeweza kuongeza wagonjwa wengi wanaofika katika kituo hiki kwa ajili ya kupata huduma. Lakini tumeona pia kuna huduma za kulaza wagonjwa wa kawaida na wagonjwa waliofanyiwa upasuaji. Lakini tumeona pia huduma za kujifungua kina mama zimeongezeka. Kutoka wakati tunaanza kujifungua wagonjwa 30-35 kwa mwezi, na mpaka sasa tumefikia wagonjwa
300 mpaka 450 wanaojifungua kwa mwezi. Hiyo ni namba kubwa. Maana yake hawa wote bila hospitali kuwepo hapa wangekuwa wameenda kupata huduma hizi sehemu za mbali, ambayo ingekuwa imeongezea gharama kubwa za kupata matibabu. Kwa hizi zote ni jitihada ambazo zimefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini sio hili tu. Hivi vifaa ambavyo vimeletwa hapa vimepelekwa katika maeneo mbalimbali katika halmashauri ya wilaya Songea. Tumeona hii ni hospitali ya halmashauri ya wilaya Songea ipo moja, lakini tuna vituo vya afya 5 ambavyo vinatoa huduma kwa wananchi ambao wanakuwa wanapata rufaa mbalimbali kutoka katika ngazi ya zahanati kwenda katika zahanati vituo vya afya. Tuna vituo vya afya cha Mukulu, tuna kituo cha afya Matimira, tuna kituo cha afya Magagura, tuna kituo cha afya cha Liganga na tuna kituo cha afya cha Kilagano. Vituo vya afya hivi vyote vimepelekewa vifaa tiba vya kutosha, ikiwemo vitanda kwa ajili ya kuweza kulaza na kupumzisha wagonjwa. Imepelekewa vifaa kwa ajili ya theater na upasuaji, lakini tumepelekewa vifaa tiba vingine vingi ambavyo vimepelekwa katika maeneo hayo kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania au wananchi hao ambapo maeneo ya pembezoni wanaweza kupata huduma mbalimbali. Sana serikali kwa jitihada hizo kubwa ambazo zimefanya.